Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Karibu tena siku nyingine ambapo tutaenda kujifunza maneno ya Mungu. Na siku ya leo tutakuwa na somo la msingi sana na tutazungumza kuhusu dalili za siku za mwisho ama dalili za kurudi kwa Yesu na za mwisho wa dunia. Dalili za kuja kwa Yesu na za mwisho wa dunia. Mojawapo ya mambo ambayo yamewekwa wazi sana kwenye maandiko ni kwamba Yesu atarudi tena, na pia hii dunia ambayo tunaishi sasa hivi haitakuwepo milele. Hii dunia itafika muda itakuwa na kikomo, na sababu kubwa la hili ni kwa sababu Adam alipomwasi Mungu, Biblia inasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na mauti ikawafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Adam kama mtawala wa mwanzoni kabisa wa hii dunia aliyepewa na Mungu ili ulimwengu, alipomwasi Mungu mauti ikaingia, lakini mauti haikuishia kwa mwanadamu peke yake. Mauti ikaenda mpaka kwenye vitu vyote ambavyo mwanadamu alikuwa anamiliki, yani dunia na vyote ambavyo vilikuwa ndani yake. Kwa dunia, mwanadamu na vyote ambavyo viko ndani ya dunia vikaingia katika hali ya kufa, vikaingia katika hali ya mauti. Kwa hiyo dunia pamoja na huu mwili wa mwanadamu ambao uliasi lazima ufe, lazima uingie kwenye mauti. Hivyo dunia hii lazima iwe na mwisho, lazima itafikia wakati ambapo haitokuwepo. Na Biblia inasema wazi katika Ufunuo kwamba hii dunia yote itakunjwa kama karatasi na kutupwa katika lile ziwa la moto, pamoja na wasioamini, pamoja na shetani na malaika zake. Kwa dunia ina mwisho, lakini pia Yesu atarudi. Tukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza, tunaona wakati Yesu anapaa, wanafunzi wake wakimtazama, wakatokewa na malaika wakawaambia wanafunzi wake kwamba huyu Yesu mnayemwona anaondoka namna hii, ndivyo ambavyo atarudi tena kwa namna hiyo hiyo mlivyomuona anaondoka. Yesu aliondoka akiwa na mwili wake ambao alifufuka, mwili wa utukufu ambao alifufuka nao na kwenda mbinguni kuweka damu yake katika kiti cha enzi cha Mungu, lakini pia akaja kurudi tena duniani akawaambia sasa wanafunzi wake kwamba imekwisha, sasa mna mamlaka, mmesamehewa dhambi, mna uwezo wa kukemea mapepo, nendeni mbinguni mote mkahubiri Injili. Kisha Yesu akapaa na ule mwili wake aliofufuka na mwili wa utukufu, mwili wa utukufu, na Biblia inasema kwamba jinsi alivyoondoka ndivyo atakavyorudi. Kwa hiyo leo tutaangalia ni dalili gani, ni ishara gani zitaonyesha kwamba wakati huu wa Yesu kurudi umekaribia, lakini pia mwisho wa dunia umekaribia. Karibu sana tuweze kujifunza. Ni somo la msingi sana na ni somo ambalo ni muhimu sana kulifahamu, haswa kwa nyakati ambazo tunazo, nyakati hizi za siku za mwisho. Tunaishi katika siku za mwisho, tunaishi katika nyakati za hatari. Sasa dalili hizi za siku za mwisho, dalili za kuja kwa Yesu na za mwisho wa dunia, tunaweza tukazipata katika sehemu nyingi kwenye maandiko, sehemu mbalimbali. Daniel ametabiri katika kusoma Daniel sura ya 7 ile ametabiri, lakini pia Ufunuo wa Yohana una maelezo mengi kuhusiana na hizi nyakati za mwisho na hizi dalili za mambo ambayo yatatokea kabla Yesu hajarudi. Lakini pia Paulo amezungumza pia sana kuhusiana na siku za mwisho. Anasema siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari, watu watakuwa wakijipenda wenyewe, wakipenda fedha, watu watakuwa wenye tabia mbalimbali, anazitaja pale. Lakini kwa leo tutaenda kuangalia tu maneno ya Yesu mwenyewe aliyoyasema kuhusiana na hizi siku za mwisho. Yesu alizungumza nini? Alisema nini kuhusiana na kurudi kwake mara ya pili? Alizungumza nini kuhusiana na mwisho wa dunia? Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia dalili za siku za mwisho na za mwisho wa dunia na za kuja kwa Yesu kwa maneno yake Yesu mwenyewe aliyoyanena. Tutaenda kuangalia unabii wa Yesu mwenyewe kuhusiana na kurudi kwake mara ya pili, lakini pia mwisho wa dunia. Kwa bahati mbaya wengi wetu tuna overlook ama tunachukulia poa kwamba Yesu alikuwa tu sio mwalimu, lakini pia alikuwa tu sio mhubiri, lakini pia alikuwa tu sio mtenda miujiza. Yesu alikuwa ni nabii
Yesu alikuwa ni nabii, na hakuna unabii ambao Yesu aliutoa wala aliutamka ambao haukutimia. Nabii zote ambazo Yesu alizitamka zilitimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa ni nabii. Kwa hiyo tunapoangalia hizi dalili za siku za mwisho, tusidharau maneno ya huyu mwana wa Mungu, tusidharau maneno ya Yesu, kwa sababu yeye alikuwa ni nabii, alikuwa ni nabii, mtu wa Mungu. Kwa hiyo tutaenda kuangalia unabii wa Yesu kuhusiana na kuja kwake mara ya pili, lakini pia kuhusiana na mwisho wa dunia. Na ukisoma katika Injili, Biblia imetoa unabii huu au imeorodhesha kwenye vitabu vitatu: Mathayo haswa na kwenye Marko, lakini pia kwenye Luka. Na tutaenda kuangalia hii habari kupitia jicho ambalo aliona Mathayo, lakini pia aliona Luka. Habari ni moja kuhusiana na siku za mwisho, lakini hao waandishi kulingana na walivyopewa na Roho Mtakatifu, wengine wameandika vitu vingine sawa, wengine wameandika tofauti kidogo, lakini sio kwamba wamepishana, ila kila mtu kaandika kwa mtazamo ambao Roho Mtakatifu amemfunulia. Kwa hiyo sisi tumepewa ili tuweze kuchukua mitazamo yote kupata mtazamo mmoja ulionyooka kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaenda kuangalia dalili za siku za mwisho kulingana na maneno ya Yesu, na tutaangalia katika vitabu vile Mathayo pamoja na Luka, na tutaenda kuangalia hii kesi ama hii habari ambayo Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Kwa hapa nitasoma Mathayo sura ile ya 24. Neno la Mungu nasema, Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Kwa wanafunzi hapa, Biblia inasema wanafunzi wa Yesu wakati wanatembea na Yesu, wanafunzi wakawa wanamuonyesha hekalu aliojenga mfalme Sulemani. Wanamuonyesha Yesu, angalia ile hekalu lilivyokuwa, lilivyojengwa kwa fahari, linavyovutia, lilivyosimama, lilikuwa linavutia macho. Angalia, tazama. Yesu akamwambia, mnaliona ile hekalu ambayo mnanionyesha? Mnaliona vizuri? Anasema hapa halitasalia jiwe juu ya jiwe. Manake hekalu lote hili litaporomoshwa, litadondoshwa, litabomoka. Hakuna ambacho kitabaki kimesimama. Wanafunzi wake wakamsikia akisema hao maneno, akiwaambia, wakatafakari sana. Yaani hekalu hili ambalo limejengwa na Sulemani kwa miaka yote hii libomolewe na kusiwepo jiwe baada ya jiwe? Na hekalu hili ndo tunaabudia. Sasa sisi tutaabudia wapi? Tutaabudia sehemu gani? Tutatoa sadaka wapi? Bado wakawa na maswali mengi. Baada ya muda, baada ya kutulia chini kidogo, wakamuuliza baadhi ya maswali ambao kupitia maswali hayo ndiyo tutapata majibu ya Yesu, ambao akizungumzia dalili za siku za mwisho na za kuja kwake mara ya pili, lakini pia dalili za mwisho wa dunia. Tutaendelea na mstari wa 3, Mathayo 24 mstari wa 3. Baada ya Yesu kuwaambia maneno kwamba halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa, mstari wa 3 anawaambia, na hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, walipokuwa wametulia sasa, wamepumzika, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Mambo gani? Mambo ambayo Yesu ameyasema hapo juu kwamba halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Naomba tuendelee, sikiliza kwa makini. Mstari wa ngapi hapo? Anasema tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Swali la kwanza, ina maana swali la kwanza waliomuuliza wanafunzi Yesu walioulizwa na wanafunzi wake ni kwamba tuambie hiyo hekalu litabomolewa lini? Hilo ndio swali la kwanza. Lakini pia kuna swali la pili, wakamuuliza tena, nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Wakamuuliza Yesu, ni nini dalili za kuja kwako? Umesema utakuja lini tena mara ya pili? Kuna dalili gani zitatokea ili kabla hujaja tutambue? Hilo swali la pili. Swali la kwanza amesemaje? Tunauliza ya kwamba hayo mambo aliyosema juu kuhusiana na hekalu kubomolewa yatatokea lini? Swali la pili wakauliza, nini dalili za kuja kwako? Utakuja lini? Kuna vitu gani vitatokea ili kuashiria kwamba unakuja tena? Lakini swali la tatu anauliza, nini dalili ya mwisho wa dunia? Wameuliza maswali matatu tofauti, kwamba lini ambapo hekalu litabomolewa moja, lakini pia
lini ni dalili, ni nini dalili za kuja kwako. La pili, nini dalili za mwisho wa dunia. Kwa hapa katika Mathayo 24 tuna maswali matatu ambao wanafunzi wa Yesu wamemuuliza Bwana wao. Wamuuliza maswali matatu: ni lini mambo hayo ya kubomolewa kwa hekalu yatatokea? Swali la pili, ni nini dalili za kuja kwako? Swali la tatu, ni nini dalili za mwisho wa dunia? Kwa hiyo unaposoma hii Mathayo 24 ama ile Marko 13 ama ile Luka 21 ambapo wanazungumziana kuhusu na hizo dalili, zingatia kwamba hapa Yesu anajibu maswali matatu tofauti. Yesu anajibu maswali matatu. Nimesikia mafundisho mengi, wengi wakisema kwamba hii Mathayo 24 na Luka 21 na Marko 13 anazungumzia kuhusu yaliyotokea katika mwaka wa 70 AD pale ambapo taifa la Rumi lilivamia Yerusalemu na Israeli, likaibomoa na kubomoa na hekalu. Inazungumzia hivyo tu, haihusiani kabisa na Yesu kurudi wala mwisho wa dunia. Ndugu yangu, hapo nakuwa umeenda Waswahili wanasema umekuwa umeenda chaka. Walisia ni kwamba Yesu hapa anajibu maswali matatu. Ndani yake humu kuna majibu ya kuangushwa kwa hekalu, ndani yake hapa kuna majibu ya kurudi kwake mara pili, lakini pia ndani yake hapa kuna majibu ya ni dalili za mwisho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi hapa leo tutaangalia dalili takriban 7, ziko nyingi lakini kwa leo tutaangalia tu dalili takriban 7 alizozijibu Yesu kuhusiana na kurudi kwake mara ya pili na mwisho wa dunia. Ni mambo gani ambayo yatatokea? Ni mambo gani ambayo yatatokea tutegemee kuyaona kabla Yesu hajarudi? Wengi wanasema Yesu anarudi, Yesu anarudi mwakani, Yesu anarudi tarehe ngapi, Yesu anarudi mwezi ngapi? Lakini hatujaachwa gizani, mtu wa Mungu. Tumepewa maelekezo kwamba kabla sijarudi kuna vitu ambavyo vitatokea. Msipoviona hivyo vitu vimetokea, basi muda wangu wa kurudi bado. Kwa lazima tutazame kwa makini ni maneno gani ambayo Yesu alisema kabla mambo ambayo yatatokea kabla hajarudi. Na mambo haya nimeyatoa katika Mathayo, katika vitabu viwili, katika Mathayo 24 mstari wa kwanza mpaka 51, lakini pia katika Luka 21 mstari wa 5 mpaka wa 36. Kwa vitabu viwili Mathayo na Luka yote yanazungumzia hii habari, na kuna dalili zingine zipo kwenye Luka, zingine zipo kwenye Mathayo, zingine zipo kote, lakini hapa tumezikusanya kwa pamoja kupata dalili 7 ambazo tutaziangalia leo. Na dalili ya kwanza kabisa ya kuja kwa Yesu na ya mwisho wa dunia ni udanganyifu. Yesu alipoulizwa na wanafunzi wake hapa, dalili namba 1 ambayo aliitoa kuhusiana na kuja kwake mara ya pili na mambo ambayo yatatokea kabla yote haya mwisho wa dunia na Yesu kurudi ni udanganyifu. Yesu aliwaambia kwamba tegemeeni kutakuwa na udanganyifu. Hebu tusome Mathayo 24 mstari wa 4 na wa 5. Anasema, Yesu akajibu akawaambia, anawajibu sasa, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Kwa alipoulizwa dalili za kurudi kwake mara pili, ya kwanza kabisa akasema ni udanganyifu, ni udanganyifu, ni udanganyifu, ni udanganyifu, udanganyifu, kwamba tegemeeni kudanganywa. Kuna watu watakuja wataanza kuwadanganya. Na udanganyifu maana yake nini? Udanganyifu maana yake mtu alikuwa anaifahamu kweli, alafu akaja mwingine akampindisha njia, kwamba hiyo kweli unayofahamu haiko hivyo, ama kuna sehemu katika unachofahamu hakiko hivyo, kuna sehemu katika neno la Mungu hakiko hivyo, njia ni hii huku. Badala ya mtu kwenda njia hii ambayo alikuwa anaenda na njia sahihi, anaanza kugeuka kwenda njia hii nyingine. Anasema angalieni, yani malaki, kuweni makini, tazama kwa umakini, kuweni macho, tazameni vizuri, siku za mwisho kutakuwa na udanganyifu mkubwa, na angalieni mtu asiwadanganye. Kuna mtu atakuja atasema mimi ni Kristo, nifuate mimi. Ukristo ni wa namna hii, sio namna hiyo ambao imeandikwa kwenye Biblia. Hapana, sasa hivi ni muda wa kisasa bwana. Ukristo ni tofauti kidogo. Angalieni, Yesu anawaambia kuweni makini wanafunzi wangu. Kuwa makini mtu wa Mungu unayenisikiliza.
kuwa makini, udanganyifu utakuwepo kwa kiwango kikubwa, na upo sasa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sasa ni nyakati za mwisho, ni siku za hatari. Watu wengi wanakuja wamevaa mavazi ya kondoo, kumbe ndani ya mioyo yao ni mbwa mwitu wakali. Hawakutakii mema, hawatakii mema kanisa, hawatakii mema kundi la Mungu, wanataka kulivuruga. Yesu anawaambia katika dalili zote ambazo nitawaambia hapa, ya kwanza na ya msingi ni udanganyifu utakuwa ni wa kiwango kikubwa, utakuwa ni wa kiwango kikubwa kuliko kawaida. Anawaambia angalieni mtu asiwadanganye. Lakini pia kwenye dalili hiyo hiyo ya kwanza ya udanganyifu anazungumza pia kwenye Luka mstari wa 21 mstari wa 8, sura 21 mstari wa 8 mpaka wa 9, anasema akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo yanabudi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Anasema angalia msije mkadanganyika. Mtu anayedanganyika sio ambaye alikuwa anaifahamu kweli. Mtu ambaye anadanganyika ni mtu ambaye alikuwa anaifahamu kweli, lakini akaja akageuzwa mtazamo wake, akageuzwa njia yake, akapindishwa. Alikuwa anaenda kulia akaanza kwenda kushoto. Alikuwa anaijua kweli. Huwezi ukadanganyika kama mwanzo ulikuwa hufahamu ukweli. Mtu ambaye anadanganyika ni mtu ambaye mwanzoni alikuwa anafahamu ukweli, akaja akapindishwa. Kwa mtu wa Mungu, kuwa makini sana katika hizi nyakati za mwisho. Yesu anasema dalili moja na kubwa na ambayo itatokea kwa kiwango kikubwa ni udanganyifu mkubwa kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Watu watakuja watakupotosha, watasema Ukristo sio namna hii, wewe usiwafuate. Yesu anasema angalieni, anatuambia sisi, ananiambia mimi niangalie, anakwambia na wewe ambaye muamini Yesu uangalie. Angalia unachokisikia, angalia unachokiona, angalia unachofundishwa, haswa kwenye hizi nyakati za artificial intelligence, hii akili bandia. Mambo mengi sio ya kuamini. Usiamini kile unachokiona, usiamini kile unachokisikia, usiamini kila kitu kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, unaona na mafuta, basi kila anachokisema kinakuwa ni sahihi. Hapana, hapana, hapana. Wewe tembea na neno la Mungu linasema nini? Tembea na neno la Mungu linatamka nini? Ishi hapo, tazama, kuwa makini, angalia, focus, usidanganyike. Hiyo ndo dalili ya kwanza ambayo Yesu anasema tuangalie, tuwe makini. Anazungumza na mimi, anazungumza na wewe kwamba tuwe makini, tusidanganyike. Siku za mwisho udanganyifu utakuwa ni wa kiwango kikubwa kuliko kawaida. Tazama, tusidanganyike. Dalili ya pili ambayo Yesu alisema kuhusiana na hizi nyakati za mwisho na kurudi kwake mara ya pili, lakini pia za mwisho wa dunia, ilikuwa ni vita, tetesi za vita na fitina. Sema kutakuwa kuna vita, tetesi za vita na fitina. Hii ndio dalili ya pili. Nitaandika kwa hapa ili tuitazame vizuri. Sema dalili ya pili, kabla hajarudi, kutakuwa kuna vita. Kuna mtu anajiuliza, mbona vita vimekuwepo miaka yote, kwa nini Yesu anahitaja kama dalili? Mwishoni nitawaambia kitu kimoja ambacho kitathibitisha kwamba hivi vita ambavyo navizungumzia hapa vitakuwa ni vita vya tofauti na vita ambavyo umezoea au tumezoea au vimekuwepo duniani kwa miaka yote. Tetesi za vita na fitina. Naamini unaona vizuri hapo, mtu wa Mungu. Kama unaandika, andika, kwa sababu ni muhimu sana kufahamu haya mambo. Dalili ya pili ya kuja kwa Yesu ni vita, tetesi za vita pamoja na fitina, na hiyo ipo katika Mathayo 24 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kama na Biblia yako fungua hapo ili ufuatilie vizuri. Mathayo sura 24 mstari wa 6 mpaka wa 7. Yesu anasema, nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mbalimbali. Lakini pia dalili hii ipo pia kwenye Luka 21 mstari wa 9 mpaka wa 10. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi.
mstari wa 10, kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Yesu anawaambia kwamba kabla hajarudi mara ya pili, kabla dunia haijaenda mwisho, kutakuwa na vita, kutakuwa na tetezi za vita, lakini pia kutakuwa na fitina, kusalitiana nchi kwa nchi, ufalme na ufalme kupigana, mataifa na mataifa kupigana kwa kiwango kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimekuambia, kuna mtu ajiuliza, mbona miaka yote vita vimekuwepo? Hata kabla Yesu hajaja vita vilikuwepo. Sasa hii ina tofauti gani? Nitakwambia mbele kidogo tofauti ya dalili hizi na zingine, lakini tofauti kubwa ni kwamba haya mambo kwa asilimia kubwa ninachoamini yatatokea kwa wakati mmoja, kwa kipindi kifupi, kwa pamoja, vitakuwa vinaambatana. Kinatokea hiki wakati huo, kinatokea kingine wakati huo, baada ya muda mfupi kinatokea kingine. Yani itakuwa sio inatokea kimoja inapita miaka 10 linatokea labda udanganyifu. Ni vitu ambavyo vitakuwa vinaenda sambamba, vinaambatana, vinaambatana, kama vile mama mjamzito anaenda kujifungua, uchungu ule unaanza kuongezeka kadri ambavyo anakaribia kujifungua. Uchungu unaongezeka, maumivu yanaongezeka, uchungu unaongezeka. Kwa haya mambo yataambatana kwa pamoja namna hii. Sio kama kitatokea kimoja afu itapita miaka 10 labda au miaka 5 kitatokea kingine. Vitakuwa vinaambatana. Vita vinaenda na udanganyifu na kuwepo, vinaenda na mambo ambayo tutaenda kuangalia hapa mbele, vitakuwa vinaambatana. Hizi dalili zitaambatana kwa pamoja na kusababisha nyakati za mwisho kuwa nyakati za hatari, kuwa nyakati ngumu, kuwa ni nyakati ambazo sio za kawaida. Dalili namba 3 ambayo Yesu alizungumza kuhusiana na kuja kwake mara ya pili, lakini pamoja na mwisho wa dunia, ni matetemeko makubwa sehemu mbalimbali. Amesema ni matetemeko makubwa. Namba 3 ni matetemeko makubwa sehemu mbalimbali. Lakini pia nitaongezea hapa kitu alafu nitakielezea mbele kidogo. Ongezea hapa kitu alafu nitaelezea mbele kidogo. Kwa dalili ya 3 ambayo Yesu anasema kwamba zitatokea kabla kuja kwake mara ya pili na kabla mwisho wa dunia ni matetemeko makubwa sehemu mbalimbali. Anaambia kabla sijarudi dunia itakuwa yanatokea matetemeko sehemu mbalimbali, matetemeko makubwa, sio matetemeko ya kawaida. Matetemeko kila siku yanatokea, lakini amesema ni matetemeko makubwa, magnitude 8, 9, 10, 11, magnitude za juu sana sehemu mbalimbali. Na hiyo amesema katika Mathayo 24 mstari wa 7, lakini pia Luka 21 mstari wa 11. Tutasoma Mathayo 24 mstari wa 7, anasema kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hakutakuwa na matetemeko sehemu moja, lakini kutakuwa na matetemeko ya nchi sehemu mbalimbali. Zitakuwa zinaenda hivi, sio tetemeko moja linatokea mwaka mmoja, baada ya miaka 10 linatokea lingine. Amesema sehemu mbalimbali kuta experience matetemeko. Kuna kitu kitatokea ambacho kitasababisha matetemeko kuwa ni ya sehemu mbalimbali, na hao matetemeko yatakuwa ni matetemeko makubwa yatokea nchi fulani, baada ya siku moja labda au masaa kadhaa unasikia tena nchi fulani, au baada ya siku 2-3 unasikia tena nchi fulani. Sehemu mbalimbali kutakuwa na matetemeko makubwa. Tukianza kuona hivyo, tunajua kwamba Yesu yupo karibu. Kweli tumeona matetemeko ya ardhi, lakini hatujaona matetemeko ambayo yametokea kwa sehemu mbalimbali kwa muda mfupi. Tumeona matetemeko yanaweza kutokea moja kubwa kwa mwaka mmoja au baada ya miaka 5 moja kubwa ambalo, lakini hapa anasema matetemeko makubwa sehemu mbalimbali. Naomba uzingatie hizi dalili. Hizi dalili nimekwambia zitakuwa zinaenda sambamba namna hii.
zinaenda sambamba namna hii ndani ya kipindi fulani kifupi cha muda, zinakuwa zinaambatana, zina converge kama mama mjamzito anapoenda kujifungua, maumivu yanavyozidi, haitakuwa dalili ambazo zimepishana kihivyo kama watu ambao wanafikiria wakihisi kwamba kwa sababu vita vilishatokeaga mwaka fulani na town ilishatokeaga mwaka fulani. Itakuwa ni dalili ambazo zinaambatana namna hii, lakini Luka 21:11 hapo anasema kwamba kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni dalili ya tatu kulingana na maneno ya Yesu mwenyewe. Zingatia sana. Dalili ya kwanza tumesema udanganyifu. Dalili ya pili amesema Yesu kwamba kutakuwa na vita, tetezi za vita na fitina. Dalili ya tatu kutakuwa na matetemeko makubwa sehemu mbalimbali. Sasa kwa nini nimeweka volcano na tsunami? Hizi zote mbili, volcano pamoja na tsunami, ni matokeo ya matetemeko ya ardhi. Tetemeko la ardhi linaweza kusababisha volcano, lakini pia tetemeko la ardhi likitokea baharini linasababisha kitu kinaitwa tsunami. Kwa hiyo unapoona Yesu akuzungumza kuhusu tsunami au kuhusu volcano, mtu wa Mungu lazima utumie akili kwamba haya ni matokeo ya matetemeko. Unaposema matetemeko, hapo anamaanisha volcano, hapo anamaanisha sambamba utakuwa na tsunami sehemu mbalimbali pia. Utakuwa na volcano sehemu mbalimbali pia zikilipuka, kubwa sio ndogo, kwa sababu matetemeko amesema ni makubwa, lakini pia kutakuwa na tsunami kubwa sio ndogo, kwa sababu pia amesema matetemeko yatakuwa ni makubwa. Kwa hiyo tuwe macho katika hizo nyakati. Haya mambo yataanza kutokea ndani ya kipindi kifupi, na kuzungumza haya ili atakapoanza kutokea useme kwamba tulishazungumza haya mambo. Yatakapoanza kutokea, Biblia inasema usitishwe, kaa tayari, jua kwamba ukombozi wetu, msaada wetu umekaribia na Yesu yupo mlangoni kabisa kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi tuko pamoja mpaka hapo. Tuna dalili 4 zimebakia na tutaenda kuzimalizia sasa hivi ndani ya muda. Na dalili ya 4 ambayo amesema Yesu ni njaa sehemu mbalimbali. Njaa sehemu mbalimbali. Dalili ya 4 ambayo amesema Yesu, kabla ya kurudi kutakuwa na njaa sehemu mbalimbali. Kutakuwa na njaa sehemu mbalimbali, na ipo kwenye Mathayo 24 mstari wa 7 mpaka wa 8. Anasema kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Pia Luka 21:11 ambao tumeangalia hapo juu, anasema kutakuwa na matetemeko makubwa na njaa na tauni mahali. Nimekwambia hizi dalili zitakuwa zinaambatana. Kwa hiyo anasema kutakuwa na matetemeko, hapo kutakuwa na njaa sehemu mbalimbali, sio sehemu moja tu, sehemu mbalimbali za dunia, sehemu mbalimbali za ulimwengu kutakuwa na njaa sehemu mbalimbali, huku njaa na njaa ni kali. Matetemeko yanaendelea, lakini pia kutakuwa na udanganyifu unaendelea, lakini pia kwa kiwango fulani kutakuwa kuna vita na tetesi za vita zinaendelea, kwamba vita vimeibuka huku, huyu anapigana na huyu. Mambo haya yatakuwa yanaenda sambamba, Kuna kipindi ambacho tunaelekea, sio muda mrefu, mtu wa Mungu, hivi vitu vitaanza kujitokeza na utasema, jamani, mbona kama nilimsikia mtumishi anazungumza kuhusiana na siku za mwisho? Ndio, haya mambo yataanza kwenda converge, yataanza kukutana, yataanza kutokea kwa wingi kwa wakati mmoja. Yatakapoanza kutokea, kumbuka Yesu alitabiri. Kumbuka mtu wa Mungu, nasisitiza, kwa sababu sasa tuko nyakati za hatari kupita kiasi. Tuko siku za mwisho, yani tuko za dakika zile za jioni, wanaita dakika za jioni kabisa, ndivyo tunaishi sasa hivi. Kwa kaa macho, haya mambo yatakapoanza kutokea sio muda mrefu, utatazama na kusema kwamba Yesu yuko karibu kuja. Yesu anakuja kulichukua kanisa, na kama umeamini, unakaa tayari sasa, unajiandaa kwenda kumlaki Bwana wako. Dalili ya 4 ni njaa sehemu mbalimbali, lakini dalili ya 5 ambayo imezungumzwa na Yesu mwenyewe katika kabla ya kuja kwake mara ya pili na kabla ya dunia haijaelekea mwisho, ni tauni kubwa. Kutatokea na tauni kubwa. Dalili ya 5 amesema kutakuwa kuna tauni kubwa, sio ya kawaida hii tauni. Kutakuwa kuna tauni kubwa. Tauni ni ugonjwa mkubwa ambao unaenea kwa eneo kubwa. Kama corona ilikuwa ni tauni. Katika kipindi fulani kuna ugonjwa unaitwa Black Plague ambao uliua karibia theluthi ya dunia nzima.
Tauni ni ugonjwa ambao unasambaa eneo kubwa na unaua watu wengi. Amesema kutakuwa kuna tauni siku za mwisho hizi, katika mojawapo ya dalili kutatokea na tauni. Amesema kutatokea na tauni, lakini hiyo tauni haitakuwa katika sehemu moja wala nchi moja. Amesema hiyo tauni itakuwa ni mahali, yaani itakuwa ni kubwa, imesambaa katika nchi nyingi na itakuwa ni kubwa kuliko kawaida. Kumbuka, sio kwamba hazijawahi kutokea tauni, zimewahi, lakini hii tauni itatokea wakati pia hayo mambo mengine yanatokea. Ndio maana kwamba hizi dalili ni tofauti, kwa sababu haya mambo yataenda sambamba namna hii, yatakuwa yanaambatana, hayatapishana miaka mingi, yatakuwa yanaenda sambamba. Kuna tokeo udanganyifu ambao unaendelea sasa hivi, tunauona udanganyifu kila kona, kila mtu anajiita mimi ni nabii, mimi ni mtume, mimi ni hivi, lakini ukimsikiliza husikii mafundisho ya Kristo, husikii huo utume wake. Wewe ni mtume, umetumwa na nani? Kama umetumwa na Yesu, lazima tutakusikia unasema, unazungumza, unafundisha, unahubiri maneno ambayo Yesu aliagiza, unaishi kama Yesu ambavyo alituagiza. Sasa wewe unajiita mtume, lakini utume wako mbona haufanani na aliyekutuma? Au umetumwa na mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Bila shaka watu wengi sasa hivi wanajiita watume na manabii. Sio watume wa kweli wala sio manabii wa kweli, ni manabii wa uongo, ni watumishi wa shetani. Mafundisho yao ni mafundisho ya kishetani, huduma zao wanazotoa ni huduma za kishetani, wala hawamfuati Bwana Yesu, wala sio watumishi wa Mungu alio hai. Ninasema hivi kwa sababu haya mambo yalishatabiriwa. Kwa sio kama ni kitu kipi ambacho kinatokea. Kuna mtu anasema Ukristo sasa hivi kuna waongo wengi. Uwepo wa hao waongo wengi unaowasema wewe ndio uthibitisho kwamba Kristo yuko mlangoni kurudi. Ndio uthibitisho kwamba neno la Mungu ni kweli, kwa sababu ni mambo ambayo yalitabiriwa, kwa yanatimia tu kama ambavyo yalitabiriwa. Ni mambo ambayo lazima yatokee, udanganyifu ambao umeshatabiriwa na Yesu kwamba watakuja wengi ambao watasema mimi ni mtume, mimi ni nabii, mimi ni mwalimu, mimi ni mchungaji, mimi ni mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hao ni watumishi wa shetani na ni wadanganyifu, wala sio watumishi wangu. Kwa hiyo dalili ambayo amesema, dalili namba 5 ni kutakuwa kuna tauni kubwa, kuna ugonjwa mkubwa ambao utakuja kutokea. Bila shaka baada ya miaka kadhaa hapa mbele utatokea ugonjwa mkubwa ambao utaambatana na hizo dalili zingine. Kwa sababu sasa hivi tuko siku za mwisho. Siku nyingine nikipata nafasi nitazungumza muda ambao tupo na miaka ambao tunayo kabla Yesu hajarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi Biblia inasema hatutakutwa ghafla kama mwizi anavyoiba usiku. Sisi tutakuwa tumejiandaa, ndio maana Biblia inasema tukeshe. Kwa hiyo tutajua nyakati na majira. Hatutajua siku wala saa, lakini majira tu ya Yesu kurudi tutafahamu. Kwa Mungu tutafahamu kwamba sasa tuko yani haya majira, haya mazingira, muda wote tunachukuliwa, muda wote Yesu anakuja kutuchukua. Tunafahamu. Kwa kaa tayari, tunapozidi kujifunza tutazidi kuvifunua na vitu vingine zaidi, lakini ambacho nakijua kwa hakika kwamba Yesu anarudi, na sasa tuko siku za mwisho kabisa. Na hizi dalili ambazo tunazisema hapa zitaanza kutokea kwa kiwango kikubwa, zitaanza kutokea kwa uwazi zaidi, zitaanza kutokea kwa wingi zaidi. Dalili namba 5 ni tauni kubwa, zimebakia dalili namba 2. Dalili namba 6 ambayo hii ni ya kuzingatia sana, nasema kutakuwa na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Dalili namba 6 anasema mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Ishara kuu kutoka mbinguni. Dalili namba 6, Yesu anasema kabla sijarudi mara ya pili, kuna kitu kitatokea kwenye anga unaloliona. Kuna kitu kitatokea mbinguni hapa. Kutakuwa kuna ishara kubwa ambayo kila mtu ataiona. Kuna kitu ambacho kitatokea, mtu wa Mungu, katika hili anga ambacho hatukijui, lakini Yesu anasema kuna kitu kitatokea. Mkikiona iko kitu, watu wote watakiona iko kitu, itakuwa ni mojawapo wa dalili kwamba mimi niko njiani kurudi. Lakini pia anasema kuna vitu vya kutisha vitatokea mbinguni. Anasema mambo ya kutisha yataibuka hizi nyakati za mwisho. Kuna vitu vya kutisha vitaanza kujitokeza, kuna viumbe vya kutisha vitaanza kujitokeza. Hii nakwambia, ishike kauli.
kuna viumbe vya kutisha vitaanza kujitokeza, ambao ni mapepo na majini na malaika walioasi. Watajiingiza duniani kwa njia ya watasema sisi labda ni aliens hivi. Unashaka kusikia wewe aliens, unashaka kuona kwenye katuni, kwenye movie, kwenye nini, tutaanza kuwaona kwa kiwango kikubwa. Mimi naamini hiyo ndio utimilifu wa unabii. Vitu vya kutisha, watasema sisi labda ni viumbe fulani, tumetokea angani, sisi tumekuja kutembelea duniani, sisi ni hivi, sisi tunawapenda wanadamu, vitu vya kutisha. Lakini watakuja na udanganyifu fulani. Shetani anapika huo mpango. Yesu alishatabiri kwamba angalieni, mambo haya yakianza kutokea, hivyo viumbe vikianza kuviona kwa wingi, mkianza kusikia habari zao kwa wingi, mjue mimi niko njiani. Na mimi nakuambia hayo mambo yataanza kutokea muda si mrefu, na nitakurejeshea kwenye hii video, nitakwambia. Unakumbuka nilizungumza kwamba watakuja viumbe fulani duniani, watasema sisi tumetokea sahali fulani, ama sisi ni marafiki tumetokea wapi na wapi, ama sisi ni hivi. Sio wanadamu, ni viumbe, ni mashetani na mapepo na majini na roho chafu na malaika walioasi, wamejivika mwili waingie kwa wanadamu ili walete udanganyifu zaidi, wanadamu waamini udanganyifu wao. Vitu vya kutisha, watachanganya mambo hapo kwenye AI na manini, vitatokea vitu vya kutisha. Na kuna vitu ambavyo vitatokea kwenye anga ili tabadilika. Kuna vitu vitatokea. Yesu anasema mtakapoyaona hayo mambo yanatokea, fahamuni kwamba niko njiani kurudi. Sababu tuko nje ya muda, tumalizie dalili ya mwisho ambayo Yesu amezungumza. Tumalizie mbili za mwisho. Ya mwisho ya saba anasema ni mateso makali na kuuawa. Tumalizie kwa haraka. Anasema kutakuwa na mateso makali na kuuawa. Si uawa hivyo aturehemu tu. Kuuawa, mateso makali na kuuawa. Chuki, usaliti, unaweza kuweka mbano chuki, usaliti, lakini pia upendo wa wengi kupoa, lakini pia kuongezeka kwa maasi. Mathayo hii ameandika kwenye Mathayo 24 mstari wa 9 mpaka wa 13, ambao anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Nimesema katika siku za mwisho mauaji ya watu ambao wamemwamini Yesu. Miaka yote kumekuwa na mauaji, watu ambao wamemwamini Yesu wanachinjwa, wanauliwa, wanachoma moto. Mitume baadhi walichoma moto, wengine walisulubiwa. Nasema mambo yatakuwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Watu watawaua zaidi, watu watawatesa, watu watakuwa na wachukia, mataifa watakuwa na wachukia, kila aliyoamini atakuwa anachukiwa. Anasema napoona hizo dalili zinaongezeka kutokea, sasa tunazidi kuona watu wanazidi kuuliwa kule Nigeria, huku Msumbiji tena mauaji yanazidi kuongezeka kwa Kristo, kwa waamini. Kule China kuna mateso kwa wanaoamini. Kule Korea Kaskazini Ukristo unakandamizwa. Mataifa mbalimbali, Iran, wapya mataifa kisha mengi yanakandamiza Wakristo. Nasema mnapoona mambo yanazidi kutokea, jueni kwamba niko karibu kurudi. Lakini dalili ya mwisho ambayo tutaangalia kwa siku ya leo, ambayo ni namba 8. Namba 8, sijui kama unaona hapa, lakini namba 8 ni uamsho mkubwa. Kabla Yesu kurudi, kutakuwa kuna uamsho mkubwa. Mwisho hauji, Yesu arudi wala dunia haishi pasipokuwa na uamsho mkubwa ndani ya dunia hii. Na hii inapatikana kwenye Mathayo 24 mstari wa 14. Anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Watu wengi wanadhani hii dalili ni kwamba tu watu watasikia tu Injili. Hapana, Injili sio kusikia tu. Injili pamoja na kuona matendo makuu ya Mungu, Injili pamoja na kuona miujiza, Injili pamoja na kuona watu wakifungua. Sasa Yesu anasema siku za mwisho hii, kabla sijarudi, habari njema ya ufalme itahubiriwa. Yaani Kristo atatangazwa, miujiza itakuwa kwa kiwango kikubwa,
kwa lugha nyepesi, kutakuwa kuna uamsho mkubwa, kwa sababu Yesu haji kuchukua kanisa bibi harusi ambaye hayuko tayari, ambaye hajajilemba, ambaye apendezi, avutii. Anakuja kuchukua bibi harusi ambaye yuko vizuri, bibi harusi ambaye anavutia, kanisa ambalo liko na nguvu. Kwa hiyo kabla Yesu hajarudi, lazima kanisa liwe na nguvu, lazima kutokea uamsho mkubwa ambao haujawahi kutokea tangu ulimwengu umeumbwa. Na mtu wa Mungu, tupo katika huo wakati, tupo katika hiyo nyakati. Kaa tayari kumtumikia Bwana Yesu, kwa sababu Yesu anasema hakuna mwisho ambao utakuja. Siwezi nikarudi kabla kanisa halijawa tawali, siwezi nikarudi kabla huu uamsho kutokea, kwa sababu uamsho ndio utaliandaa kanisa ili niweze kulichukua. Kwa hiyo kaa tayari, uwe sehemu ya jeshi ambalo Mungu atalitumia kuleta uamsho mkubwa, kuhubiri injili katika nyakati za mwisho, katika mateso na majaribu na hizi dalili zote ambazo tumeziona, iwe ni vita, iwe ni tauni, iwe ni magonjwa, iwe ni vitu mbalimbali ambavyo vitatokea. Yesu anatuambia kwamba katika yote hayo muwe tayari, wala msiogope. Kaeni tayari, natakiwa mtende kazi ya Mungu. Mtakapohubiri injili kwa wote, utakapoona nguvu zangu, mataifa yote utakapoona uwezo wangu, mataifa yote utakapoona mamlaka yangu hapa duniani, ndipo nitakaporudi. Kwa mtu wa Mungu, tumejifunza haya mambo, sio kutishana wala sio kuogopeshana, lakini ni kujiweka tayari na kujua wajibu wetu katika siku hizi ambazo tunaishi sasa, ambazo ni siku za mwisho, kwamba sisi wajibu wetu mkubwa sio kukaa kuogopa wala sio kukaa kuwaza kwamba itakuwaje, lakini ni kujiandaa kwa ajili ya kutumika, ni kukusanya nguvu za Mungu, ni kuingia kwenye maombi, ni kuingia kwenye neno la Mungu, ili tuweze kuleta huu uamsho mkubwa na tupate kuondoka katika huu ulimwengu ulioharibika. Yesu anakuja, Yesu anarudi, na kama muamini, Yesu anakuja kuchukua. Lakini kama hujamwamini Yesu, kama hujamwamini Yesu, mtu wa Mungu, muamini Yesu sasa, na upate kuwa sehemu ya watakatifu ambao Yesu atakuja kuwachukua, Yesu atakuja kuwabeba. Kama gharama za dhambi ambazo zinakusumbua, Yesu alishalipa. Kama unasumbuliwa na magonjwa, Yesu alishalipa. Yesu anataka tu umwamini, na atazifuta dhambi zako zote na kuyachukua magonjwa yako yote, na wewe utakuwa uko huru, utakuwa ni mzima, utakuwa mwenye afya, na utakuwa ni sehemu ya watakatifu ambao akija kurudi mara ya pili atakuja kukuchukua, na hutabaki hutaachwa wala hutaenda jehanamu. Mungu akubariki sana. Naamini kuna kitu umejifunza, naamini labda kuna kitu ulikuwa ukifahamu vizuri, umekifahamu kwa kiwango fulani. Mungu akubariki sana kama umeweza kusikiliza ujumbe mwanzo mpaka mwisho, lakini pia kama umesikiliza hata kwa kiasi kidogo. Mungu ni mwema na Mungu akubariki sana. Cha msingi zaidi, kama umetazama hii video na imekubariki, unaweza ukailike video. Ukilike inasaidia video kusambaa sehemu nyingi zaidi, lakini pia unaweza kuishare video hii kwa watu na marafiki, WhatsApp, kwenye magrupu mbalimbali. Lakini pia kama uko Facebook, unaweza ukanifollow kama mimi na wewe sio marafiki, tu kama marafiki. Lakini pia kama ni YouTube ama TikTok, pia YouTube unaweza ukasubscribe pale na ukalike video na ukaandika chochote kwenye comment. Mungu atakubariki sana. Lakini pia kama ni TikTok, usiache pia kunifollow ili tuwe marafiki, ili siku nyingine ambapo nitaweka mafundisho mengine na wewe upate kuwa kwanza kuweza kufahamu na kutazama. Nakupenda sana. Naitwa Best Katunzi. Mungu akubariki sana. Amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Amen.